Na katika hotuba yake ya kwanza kama rais mpya wa Marekani alisema kwamba kile ambacho atakifanya cha kwanza ni kutangamanisha taifa la Marekani. Je, atafanikiwa katika kufanya hivyo? Mtazamaji, tuangazie jinsi ambavyo kura hizo zilipigwa, ambapo kutokana na matokeo ya utafiti uliofanywa kwenye vituo vya kupigia kura, 43% ya wanaume walimpigia kura Donald Trump ikilinganishwa na 41% waliompigia kura Hillary Clinton. 42% ya wanawake walimpigia kura Donald Trump ikilinganishwa na 54% ya wanawake waliomchagua Clinton. Clinton alionekana pia kuvutia kura za vijana, ambapo 52% ya watu walio na kati ya miaka 18 na 44 walimchagua Clinton ikilinganishwa na 40% waliomchagua Trump. 53% ya watu walio na zaidi ya miaka 45 walimchagua Trump ikilinganishwa na 44% ya waliomchagua Clinton. 74% ya wapiga kura ambao ni wa Marekani weusi, watu kutoka bara Asia na Walatino pia walimchagua Clinton ikilinganishwa na 21% ambao walimchagua Trump. 58% ya wazungu walimchagua Trump na takriban 37% wakimchagua Clinton. Takriban watu 24,537 walihojiwa. Na tukiwa bado katika matukio haya ya Marekani, ni kwamba mwanamke mmoja wa asili ya Kisomalia kwa jina Ilhan Omar amechaguliwa na kuandikisha historia ya kuwa mwanamke wa kwanza wa Kisomali Muislamu kuchaguliwa kuwa mbunge katika bunge la wawakilishi. Mwanamke huyo aliwahi kuwa mkimbizi na hata akaishi nchini Kenya. Najma Ismail anaarifu. Na bila shaka tunatoa pongezi kwa washindi wote, na mtazamaji, kukuarifu tu ni kwamba katika muda wa dakika 10 hivi tutakuwa tukikuleta hotuba ya kwanza ya kukubali kushindwa ya Hillary Clinton, ambayo itakuwa ikitolewa moja kwa moja kutoka Marekani, na tutakuletea hotuba hiyo moja kwa moja hapa kwenye jukwaa la KTN. Kwa hivyo endelea kutegea, lakini kwanza tupate maoni ya wenyeji wa eneo la Rift Valley kuhusiana na ushindi huu wa Trump ambao umeonekana ni kana kwamba umewavunja moyo wa Kenya wengi. Na tunaungana sasa na mwanahabari wetu Elvis Kosgei atueleze wenyeji wanasemaje kuhusiana na ushindi huo. Je, wanasema ni kitu ambacho huenda kitatoa funzo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017? Elvis. Dr. Zubeida, na kama ulivyosema, kwa kweli kumekuwa na hisia mseto hasa kutoka kwa baadhi ya Wakenya. Na hapa nilipo katika mji wa Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, wakazi vile vile wana hisia mseto kuhusiana na kuchaguliwa kwa Donald Trump katika nchi ya Marekani. Na hivi sasa moja kwa moja bila kupoteza muda nitakuwa nazungumza na baadhi ya wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu waweze kutoa hisia zao tu kuhusiana na uchaguzi huo. Vipi bwana, unakuita nani? Abubakar Bini. Abubakar Bini. Kumetokea kule uchaguzi katika kule Marekani na bwana Donald Trump akaonekana kuchukua. Hillary Clinton kidogo akaonekana kwamba walimbwaga. Hisia zako ni zipi bwana? Hisia zangu, hii ndio demokrasia, kwa sababu kusema la ukweli watu wengi walitarajia ya kwa kuwa Clinton atachukua, lakini tuheshimu demokrasia. Sera za Trump inaonekana ilikuwa ni bora zaidi kuliko ya Clinton. Na tumejifunza mengi katika uchaguzi wa Marekani, kwa sababu kwanza tume ya uchaguzi namna gani iliwajibika. Watu zaidi ya milioni 100 matokeo yakatoka siku hiyo hiyo. Hii inatupa imani namna gani tume yetu ya uchaguzi itasoma katika kutoka Amerika, ili ya kwa kuwa kila matokeo yanapokaa zaidi huwa inaleta shuku ya wizi na kutoaminiana. La pili, Hillary Clinton kushindwa saa hiyo hiyo alikubali kushindwa, na hii ndio ushindani. Ni kama timu za mpira wanapigana viatu, wakimaliza wanapiana mikono, na ndio mti itaendelea. Na tunatarajia ya kwa kuwa kampeni imeisha leo, na sisi Kenya na Afrika kwa jumla iige mfano mzuri kama huu. Labda nikiweza kuzungumza kwa huyu mwanadada, weonekana kwamba ulikuwa unamshabikia sana Clinton, ama ilikuwa vipi? Unaona mambo yanaenda namna gani, na wewe unakubali uamuzi wa nchi ya Marekani? Kwa majina naitwa Eunice Talai, najulikana kama mama yao. Ati mama yao Mama yao. Kwa uchaguzi ya Marekani tumefurahi kama wana Kenya, kwa sababu uchaguzi yao walifanya ni fair
walifanya fairly, na wakati tuliona tukafurahia kama wana Kenya, na tunajua tunaweka hiyo mkakati wakati itakapofika uchaguzi wa mwaka wa 2017. Mama yao ni kwamba dipigo kwamba Bi Clinton aliweza kubwagwa hasa nafasi ya kina dada katika jamii na katika upeo wote wa kimataifa. Ilikuwa ni huzuni sana kwa sababu kama sisi akina mama tunapigania kukua viongozi. Yeah. Labda niende kwa huyu bwana tu naye aweze kutupatia hisia zako. Hisia zako ni zipi bwana? Naitwa Sosten Arab Belat. Hisia zangu ni kwamba mimi nimefurahi sana kwa sababu Donald Trump tangia aanze kampeni zake amekuwa na mwelekeo moja. Nataka kusema kushinda kwa Donald Trump itatusaidia sisi wa Afrika. Kwanza Donald Trump ni mtu ameonekana atadeal na mambo ya corruption na mambo ya dictatorship. Dio. Na tunafurahi sana kwa sababu ya hayo. Je, haraka wewe bwana, ulitarajia hayo? Ama kweli tulitarajia hayo kwa sababu baada ya katika nomination ya Democratic Convention tuliona kuwa kuna mambo ambayo yalifanyika yaliyokuwa visivyo. Ndio hapa tukaona kuwa Bernie Sanders akashindwa, Hillary Clinton akapewa uongozi na wale super delegates. Lakini wananchi walisimama katika nchi ya Amerika na wakaonyesha kwamba uamuzi wa kuendesha taifa lolote lile linabaki ndani ya wananchi peke yao, na wala sio uamuzi ambao unafanywa na watu katika boardrooms. Na jambo hilo lilikuwa la busara na la maana. Natumai kuwa dunia nzima na nchi ya Amerikani itaenda mbele kwa sababu ya uchaguzi ambao waliufanya. Nataka niwaambie asante sana wa Amerika kwa sababu walifanya decision ambayo ilikuwa right and it was not convenient. Asanteni na Mungu awabariki sana kwa sababu ya jambo hilo la busara. Asante. Mwisho nikimalizia, wewe bwana ulikuwa unamshabikia nani na matarajio yako ama maazimio yako yaliweza kutimia? Nilikuwa namshabiki, kwa majina yangu ni Timothy Lagat. Nilikuwa namshabikia Donald Trump. Na kwa mafanikio yangu aliweza kushinda na nimefurahi sana. Asante. Ndio. Wewe bwana hapa? Mimi naitwa Wilson Koech. Nilikuwa nafikiri Donald Trump angeshinda kwa sababu he was one man against establishment yote ya America, and we are so proud that election can be done, na mtu mwenye wako anatarajia ashinde atashinda. So to the Kenyan government, nataka tuambie Uhuru Kenyatta akiendelea na hii maneno ya corruption yenye inaendelea saa hii, we are very sure just like the way American did, chenye itafanyika Kenya next year is exactly the same thing yenye ilifanyika America, because people are tired. Watu wanapenda mtu mwenye akisema kitu anafanya, si maneno ya kusema tu. Asante. Mama yao, unahisi kwamba ni nini tunaweza kutoa ama tunaweza kujifunza kutokana na siasa za Marekani hasa tunapokaribia uchaguzi wa mwaka 2017? Tusimame na ukweli. Tusimame na ukweli Mwisho bwana, wanakuta nani bwana? Wananiita Morris Makale. Ni ukweli ndio tunataka Kenya hii. Ndio. Sina lingine. Naam. Shukran sana. Ndio maoni ya wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu, hasa wakitoa maoni yao kuhusiana na uchaguzi wa kule Marekani. Huku wengi wakihisi kwamba huenda labda walikuwa wanadhania kwamba Bi Clinton angeweza kufuzu tu vizuri ama kufanya vizuri, lakini mambo yakawa sivyo ndivyo. Lakini hata hivyo wana matumaini makubwa kwamba Kenya tutajifunza mengi kutokana na uchaguzi huo ambao umeonekana kwamba umeleta mshikamano baina ya wadau wanahusika hasa kwenye masala yanayofungamana na siasa. Kwako Zubeida. Sana Elvis Kosgei, bila shaka mashabiki hao wameweza kutoa kauli ambazo zinaoana na mada ambayo inatupambia sehemu yetu swala nyeti, kwa sababu pale wamesema ni taifa ambalo halina tume ya uchaguzi ambayo inasubiriwa kutangaza matokeo, lakini shughuli yenyewe imeendeshwa kwa njia ya huru na haki, wakisema kwamba taifa la Kenya linastahili kujifunza. Na je, wakati huu ambapo tunaelekea ama taifa linajitayarisha kwa shughuli ya mchujo, je, shughuli hiyo pia itakuwa yenye manufaa? Kwa sababu pia wale wametaja pale kwamba swala la shughuli ya mchujo pia linastahili kutiliwa maanani sana, hasa wakati viongozi wanawateua wale ambao watapeperusha bendera zao katika uchaguzi. Je, wenyeji wa Kisumu nao wanasemaje kuhusiana na ule ushindi wa wa Donald Trump? Ikizingatiwa kwamba baadhi yao walikuwa wanatarajia kwamba yule aliyependekezwa na kijana wao wa nyumbani Barack Obama ndiye angeshinda. Je, maoni yao ni yapi?
Naam, asante sana studio. Hapa niko katika eneo la Nyangoma ambapo kumbuka kwamba hapa ndiko babake Rais Barack Obama anayeondoka sasa alizaliwa, na kwa hivyo hiyo jana kulikuwa na msisimuko hapa na pale wakati wakazi wa hapa wakijaribu kufanya kura ya kuiga tu, na ambapo Hillary Clinton aliweza kumshinda Donald Trump katika kura hiyo. Na kumbuka kwamba walikuwa na matarajio mengi, walikuwa wanajua kwamba wanataka Hillary Clinton aweze kushinda kwa sababu alikuwa anaungwa mkono na kijana ambaye ama mtoto ambaye amezaliwa kutoka hapa. Na pengine nimeweza kuzungumza na baadhi ya watu hapa waweze kutuelezea maoni yao kufuatia kule kushindwa kwa Hillary Clinton. Pengine uanze kutuelezea kushindwa kwake umekuonaje? Kwangu naona kana kwamba hiyo kidogo matokeo haijanifurahisha, kwa sababu kuwa mwanamke, angekuwa mwanamke wa kwanza kuongoza bara la Amerika. Ukiangalia Donald Trump alikuwa anapinga weusi wanaoishi kule. Ukiangalia Trump pia kuna vile hakuwa na uhusiano mwema na weusi wanaoishi kule. Huenda kwamba Rais Obama alimpa dada wetu Hillary Clinton support, lakini huenda ile support kuna vile haijasaidia sisi. Mimi mwenyewe nilimpigia kura Hillary Clinton na matokeo yangu nilikuwa natarajia aweze kushinda jinsi alivyoshinda huku Kogelo. Hayo ndo matokeo yangu. Hayo ni maoni yake. Pengine kuna wengine hapa kidogo. Jaribu songa kidogo tuelezee. Wewe unaona kwamba hayo matokeo yamekuridhisha ama hayakukuridhisha? Hiyo matokeo kwanza vile mimi naweza ongea, hiyo matokeo ikunifurahisha hata kidogo. Kwa sababu hata wamama wa Kogelo wote wanalia juu ya uchungu yao, juu ya mama hao, ule mtoto wao alisimamisha kukuwa mkuu wa Amerika amebaki. Sasa wamama wa Kogelo wanalia. Binafsi, kabla sijaenda mbele, Hillary Clinton angeshinda, hata Kenya yetu tungevua mvuno ya mwaka kulingana na Obama. Naam, kama ulivyosikia kama wanasema mwenzangu hapo, kama Hillary angeshinda basi hata pia Wakenya wangekuwa na mavuno ya mwaka. Ndio hayo ni maoni yake. Pia mwenzangu, hebu songea karibu tuelezee. Wewe maoni yako, ulikuwa na matarajio makubwa na juu, lakini sasa vile ilivyokwenda unahisi vipi? Mimi nahisi vibaya sana juu vile nilitarajia haijafaulu. Sasa sina furaha hata kidogo. Unasikia kwamba yeye hana furaha hata kidogo. Na nafikiri kuna wengi. Hebu sogea hapa karibu hapo tuelezee maoni yako. Wewe unahisi vipi kutokana na kushindwa kwa Hillary Clinton? Kushindwa kwa Hillary Clinton kwangu imekuwa mbaya, na ushindi ni ushindi. Tunatia amri kwamba ameshinda, lakini sasa kama Kenya sisi pia tunafaa tuige yale ambayo yametokea kule. Tumejitia, imefanyika, tumekubali matokeo, iwe hivyo mbaya ama nzuri, a defeat is a defeat. Sasa hakuna kile ambacho tunaweza fanya kama sisi watu wa huko. Hayo tu ni baadhi ya maoni ya wakazi wa Nyangoma hapa. Hayo maoni yao ndio ukiuliza kila mtu, hayo ndio maoni atakayokupa. Hawajafurahia. Jana tulipokuwa hapa wakati wakifanya hiyo kura ya mwigo, watu walikuwa wamefurahia, walipiga kura, watu walikuwa wamejaa katika huu mtaa wa Nyangoma. Lakini leo watu ni wachache tu, kila mtu anafanya shughuli zake. Ukiuliza kila mtu anasema hapana. Hata wengine hawataki kuzungumzia swala hilo kwa sababu walikuwa na matumaini makubwa. Walikuwa wanajua kwamba walitaka mwanadada Hillary Clinton aweze kushinda kwa sababu alikuwa anaungwa mkono na Barack Obama. Kumbuka Barack Obama babake alizaliwa hapo. Kwa hivyo walikuwa naunga mkono kusema kama Barack amesema tosha, basi hata Hillary Clinton pia ni tosha. Na kurejesha moja kwa moja hadi studio. Shukran sana. Ni mwanahabari wetu Rashid Ronald akiwa anatuletea maoni ya wenyeji wa Kogelo na Kogalo. Ama ni Kogelo. Yanafanana hayo majina Na pia tunapokea maoni yako kupitia mtandao wa kijamii ambapo mtazamaji tumekuuliza, je, Kenya inapojitayarisha kwa uchaguzi wa mwaka 2017 Kenya imejifunza nini, ama wewe binafsi umejifunza nini kupitia uchaguzi ulioandaliwa Marekani? Naona kura 400 tayari zimeingia kupitia mtandao wetu wa Twitter wa @KTN News, ambapo naona 22% mnasema kiongozi ni sera. Yule anachaguliwa kwa misingi ya sera. 5% mnasema kiongozi ni umaarufu, anachaguliwa kulingana na umaarufu wake. 7% mnasema hakuna kiongozi wa kudumu, kwamba unaweza kutimuliwa wakati wowote. 66% mnasema
usidharau mgombezi yoyote. Haya, jopo lililoundwa kupokea maombi ya wanaowania nafasi za mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC pamoja na makamishna wa tume hiyo limeshapokea maombi ya watu kadhaa. Kwenye nafasi ya mwenyekiti watu 13 wametuma maombi ya huku zaidi ya maombi 800 yakipokelewa kwenye nafasi za makamishna. Jopo hilo lina kibarua cha kupitia maombi hayo kisha kuwahoji watakaofaa na kumpata mwenyekiti mmoja na kisha makamishna 6 pekee. Jopo hilo kupitia mwenyekiti wake Bernadette Musundi limevifahamisha vyumba vya habari kwamba majina hayo yataorodheshwa siku ya Jumatano Novemba 16 kwenye gazeti rasmi la serikali. Watakaofanikiwa watachukua jukumu la kusimamia uchaguzi mkuu mnamo Agosti mwakani. Na tutazidi kufuatilia matukio hayo kuhusiana na shughuli hii ya mchujo na kukupasha mengi zaidi kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Lakini tukiingilia masuala tofauti yanayohusiana na usalama, ni kwamba kikosi cha wanajeshi wa Kenya kilichokuwa kikisaidia katika kuimarisha usalama nchini Sudan Kusini chini ya ushirikiano wa majeshi ya Umoja wa Afrika kimerejea nchini hii leo kupitia amri ya Rais Uhuru Kenyatta. Kenya iliamua kuchukua hatua hiyo baada ya kiongozi wa kikosi hicho kusimamishwa kazi na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon aliyesema kuwa alishindwa kudhibiti vita nchini humo. Kumekuwa na mapigano Sudan Kusini kwa zaidi ya miaka 3 kati ya wanajeshi wa Rais Salva Kiir na wale wanaomuunga mkono aliyekuwa makamu wake Riek Machar. And today we have started our withdrawal from South Sudan following the directive given by His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces last week. KDF has taken part in many peacekeeping operations from 1979 to date. To date, we have taken part in peacekeeping operations in 44 countries. In all these operations, Kenya Defence Forces have performed very well. They have performed with valor, gallantry, and we have also paid the ultimate price in some of the missions. These missions are still continuing in many parts of the world as it is today, and even within our region. We are committed in our peacekeeping operations as a credible and well-trained force, deeply rooted in professionalism. Today, we are very happy to have our soldiers back, and the total number of our soldiers who have come today are 100. Na mtazamaji, kabla ya kuingia katika sehemu yetu ya swala nyeti, najaribu kusoma kauli zenu, tuzisome kidogo kabla tuingie katika mapumziko. Sizzling Nairobi anasema mabadiliko yaja kote duniani. Mohamed Galgalo anasema wingi wa watu sio wote wanakura. Kiongozi ni kiongozi na mgombezi ni mgombezi. Usidharau mgombezi yoyote. Bin Charlie anasema dunia ina mambo, yote yawezekana. Kemboisa Edwin anasema si kila king'aacho ambacho ni dhahabu. Khalid Ahmed anasema hakuna chochote cha kujifunza sisi kama Wakenya kutoka uchaguzi wa Marekani. Paul Gekohi Muya anasema nimekubali opinion polls, sikura. Gazeti ni la kufunga nyama. Haya. Gevenji wa Gadhigia anasema pollsters waende mashinani, waache kutumia vyombo vya habari kutoa utafiti wao. Noala Mulunge anasema kiongozi yoyote asidharauliwe, awe na ujuzi au awe hana ujuzi. Ndungu Njao anasema Waamerika wana imani na tume yao ya uchaguzi kinyume na sisi hapa nchini Kenya. Born to Win anasema mabadiliko ni kama kisulisuli, yakifika hayana heshima kwa yeyote yule. John Mjo 6987 anasema nimejifunza usikubaliane na kura ya maoni. Adrian Koech anasema jambo lolote laweza tendeka kinyume na matarajio ya wengi. Na Ann Kinywa anasema mambo mapya yaja. Nitazidi kusoma kauli zenu zaidi kwenye sehemu yetu ya swala nyeti, lakini tupumue kidogo tuingie madukani kisha tutarejea na sehemu yetu ya swala nyeti.
Karibu tena mtazamaji. Na pitia kauli moja hapo ambayo imetumwa na Michael Mutiso Mwongela akiwa kaunti ya Mombasa. Amekasirika sana. Anasema vyombo vya habari mshindwe. Tunasema kwamba mara nyingi mnawapigia debe hawa viongozi wa kisiasa, lakini uchaguzi unapoandaliwa wanashindwa. Anasema kura ni za mwananchi. Shukrani sana kwa ujumbe huo. Nitazidi kusoma kauli zenu zaidi. Karibuni sana wageni wetu. Tuko na Profesa Maurice Amutabi ambaye ni mjuzi wa masuala ya kisiasa. Asante sana. Tuko naye pia Ledama Olekina. Wewe ulikuwa unamkampenia nani? Ulikuwa unataka ashinde nani? Zubeda. Ulikuwa unataka Prof amesema waziwazi alikuwa anataka Clinton. Kweli kabisa. Jambo la kwanza ambalo ningependa kusema ni kwamba unajua nimeishi Marekani miaka nyingi sana. Nimesomea kule na nimewatambua watu wa Amerika kuwa watu ambaye ni risk takers. Ni watu ambaye wanajua kwamba wana ile utu wa kutaka kufanya vyema. So wakati wanazungumzia maneno ya vyombo vya habari ama pollsters kuchunguza watu au ni nani ambaye atakayeshinda, watu wengi hawakusema venye ambayo wanataka kufanya. Na hii ni jambo ambalo tuliiona wakati wa Brexit, ambaye watu wengi wamechoka na hii kitu ambaye inaitwa establishment. Kama B. Clinton, mimi mwenyewe singempigia debe, singepigia Donald Trump debe. Ule mtu ambaye mimi ningependa sana kama ningemuona katika uchaguzi ni mtu ambaye alikuwa anaitwa Ron Paul, ambaye yeye ndiye alikuwa independent candidate. Na najua sasa mahali alipo yeye, sasa yeye anajipiga miguu sana kwa sababu Amerika wenye wanaishi ni watu ambaye walikuwa wamechoka na ufisadi, wamechoka na establishment, walikuwa wanamtarajia tu mtu wowote. Na nafikiri hivyo ndivyo Wakenya wako sasa. Wakenya wamechoka na ufisadi, wamechoka na establishment, wamechoka na wale watu ambaye kila mwaka nenda kila election wanatarajiwa kuwa kule. So na hiyo ni funzo kubwa. Kile ambacho kimetokea Marekani ni funzo kubwa kwa Wakenya ya kwamba ni lazima wazingatie si sera. Bwana huyu Donald Trump hakuuza sera. Donald Trump ni mtu ambaye alikuwa ni comedian, ni mtu ambaye ni TV personality. Hakuwa anajitayarisha kwenda katika ile debates, hakuwa anajitayarisha, ni mtu ambaye amejitokea tu kusema nimechoka. Na American wengi walikuwa waoga ili hangesema ukweli wao. Ndivyo walipokuwa wakiulizwa na vyombo vya habari, walikuwa wanasema ile vyombo vya habari inataka kusikia. So na hivyo ndivyo Wakenya wanaendelea pia. Wakenya wamechoka na ufisadi. Na hii kama mimi ningekuwa nikiketi kwa hiyo kiti ya president, kama President Uhuru Kenyatta saizi anatakiwa achunge sana kwa sababu pengine hata rudi mwaka ujao tukiingia katika uchaguzi. Ukitazama wale ambaye alifanyika katika Britain, katika Brexit, watu walichoka, walisema kuna hii movement ambayo kwa kizungu wanaita popularist movement, na ndio tunaona ya kwamba inatambaa katika dunia nzima. Mwaka ujao tuko na election katika France, na nakuhakikishia kwamba wale ambao watachukua ni wale watu ambao wataanza kufikiria kusema kwamba sisi our interest should be first. Na ametaja kitu kipya pale Prof, ambapo anasema mara nyingi wale ambao wanapeana maoni yao kwenye kura ya maoni labda wanapeana kile ambacho labda wale watu wa kura maoni wanataka kusikia au vyombo vya habari vinataka kusikia. Kwa kile ambacho kama taifa la Kenya tunaweza kujifunza kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Unapoangalia amesema Trump hakuwa na sera, lakini nikana kwamba alikuwa akizungumza sauti ya wale, alikuwa yeye ndiye anawakilisha yale ambayo walitaka kuyazungumza, lakini hakuwa na nafasi. Je, kama Kenya kwa sasa uchaguzi ni katika muda wa miezi 9 ijayo. Je, katika yale ambayo yameonekana leo nchini Marekani, unaona kwamba taifa la Kenya linaweza kujifunza nini kama tayarisho uchaguzi mkuu? Asante Zubeda kwa swali ambalo umeniuliza. Najua kwamba kura maoni katika watu ambao wanafanya political science ni kwamba iko scientific, na ni kwamba kura maoni ni ambayo unaweza tegemea, na vile vyombo vya habari vinavyoeleza kwamba fulani ana pengine popularity kubwa kuliko mwingine, huwa ni kwamba inakuwa inadhihirika. Na unapotazama katika kura ya maoni Marekani, mara nyingi imekuwa very reliable. Lakini wakati huu kile ambacho kilitokea ni kwamba yule FBI director James Comey aliposema kwamba watafungua mashtaka dhidi ya Hillary Clinton kuhusu yale ambayo ni emails, ika affect ile ambayo opinion polls zilikuwa zimesema, na ilikuwa karibu siku 7 kabla
uchaguzi ufanyike. Sababu hata ingawa rais mtarajiwa Donald Trump amechukua kile ufusani, na kwamba kwa historia kweli tangu Reagan, wakati wa Reagan, rais Donald Trump amepata nguvu, kwa sababu marais wamepata nguvu mingi, lakini kwa kweli kuna kuanga na ile kitu ambayo inaitwa balance of power. Kuna ile Congress ambaye ndio iko na power nyingine, kuna judiciary na kuna executive. Ingawa Donald Trump ako na ile executive power, ukijaribu kuangalia katika historia, Obama kupitisha Obamacare ama kupitisha swala la immigration ya wale watu ambao wanakwenda kule Marekani, alitumia ile executive power, lakini alipoenda veto power, hiyo power yake, alipokwenda kule kotini, ilipitishwa na kotini ya kwamba Kenya alifanya it's unconstitutional. Sasa ukijaribu kuzungumza maneno ya tyranny of numbers, ukimwangalia mali Donald Trump ameketi, ni kweli future presidents wa US tangu Donald Reagan walipata nguvu mingi, lakini kwa sababu ya ile establishment, kwa sababu ya demokrasia, kwa sababu ya constitution, ni ngumu sana yeye aweze kutimisha ile ambaye anataka. Naeleza kwamba muda umekwisha na nataka mchangie hili kwa sababu nataka kulihusisha na uchaguzi ambao tunautarajia na shughuli ya mchujo ambao tunaitarajia. Kwa sababu umetaja mambo mengi ambayo yanahusiana na labda yule aliye mamlakani, ni wewe umeyataja, aliye mamlakani hawezi kuhudumu zaidi ya awamu mbili, na kumbuka kuna kitu ambacho kinasambazwa kwenye mtandao wa kijamii kwamba rais yule wa Zimbabwe akiambia Obama, wewe mbona umeondoka baada ya kipindi cha pili na ukaacha nafasi iende hivyo, ungeongeza, wewe ni Mwafrika bwana. Je, ni kitu ambacho kinaweza kuigwa katika mataifa hasa bara Afrika, si sana Kenya, kwamba mtu akubali ameshindwa na amwachie mwenzake aende, kwamba baada ya muhula fulani mtu anaondoka anaenda. Kwa sababu sasa unapoangalia hata polls tulipoanza kusema kwamba wanasema ni aidha Raila ama Uhuru Kenyatta. Je, ni kwamba kama mataifa ya Afrika tumejifunga mafikra yetu kufikia kiwango kwamba tunasahau yale ambayo mwananchi anayasema? Yaseme kwa ufupi sana kwa sababu muda umekwisha. Tujifunze kwa sababu term limits linasaidia katika demokrasia, kwamba kama hujafanya ile ambayo ungefanya katika miaka 8 au miaka 10, jamani huwezi fanya. Kwa hivyo baada ya miaka 8 au miaka 10 toka mwingine aingie, baada ya atamu ya uongozi katika 2 terms ndio uondoke. Alafu kile kingine ingechangia ni kwamba katika tyranny of numbers, ni kweli Trump alitumia ubabe na pia ubaguzi wa rangi. Ubaguzi wa rangi kwa sababu yeye ni white, na katika kwa sababu ile sera ni mzungu, akaweka chuki kwamba wale wa Latina, wa African Americans kadhalika, akaweka chuki pale kwamba wale atawatenga, wale ambao wameingia Marekani katika njia ambazo hazikubaliki watafukuzwa. Sasa ni kwamba ali raise base ya weupe, wale wazungu, wale ambao wana nini ubaguzi wa rangi, kwamba akapata nguvu kumpigia kura ili atoe hao ambao wanaleta shida katika Marekani. Na muda umekwisha sasa. Naambiwa na mwelekezi wangu lazima niondoke studioni. Tulikuwa tumeuliza, je, nani aliye na ushawishi mkubwa zaidi katika uchaguzi mkuu? Kwa sababu mnasisitizia sana lazima kiongozi azungumze sauti ya mwananchi. Unaona 4% wanasema ni kura za maoni, yani posters ndio wana ushawishi katika uchaguzi. 6% wanasema ni mitandao ya kijamii, 5% wanasema ni wanahabari, 85% wanasema ni wapiga kura, zikiwa ni takriban kura 270. Unaona sasa ni mambo tunaweza sema ni mapinduzi ambayo yanaonekana sasa katika ile shida kubwa iko ni kwamba lazima sasa tujiulize Trump atafanya nini, kwa sababu dunia nzima iko katika shock. Alafu pata ukiangalia katika Kenya na nchi zingine zikuwe democratic, na tunangoja kuona kwa sababu mchujo utafanyika mapema mwakani na uchaguzi mkuu unafanyika mwezi Agosti. Tunatarajia kuona iwapo Kenya au acha nisiseme Kenya, niseme wanasiasa nchi za Afrika, wanasiasa nyinyi kama mmejifunza, kama mnazungumza sauti ya mwananchi. Shukrani sana mtazamaji kwa kutazama. Namuona Mashirima Kapombe yuko tayari kukueleza mingi kuhusiana na masuala ya uchaguzi nchini Marekani na funzo ambalo mataifa ya Afrika yamepata kupitia uchaguzi huo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha taarifa hizi, tukielekezwa na Xavier, mtayarishi wa kipindi Diana, na wote walioshiriki, wapiga picha, wanasa sauti, mafundi wa mitambo na wanahabari wenzangu, nasema shukrani za dhati. Tukutane kesho Mungu akitujalia. Jina langu ni Zubeida Kome. Kwa heri kwa sasa. Mtani kando mtazamaji, ni Zilizala Viwanjani. Karibu uwe pamoja kwa muda wa saa zima. Ni masuala ya siasa
na pia uongozi wa michezo. Na kuhusiana ama tunapozungumza kuhusiana na michezo, leo tunaangazia mchezo ambao haujapigiwa upato ama haujatiliwa maanani sana nchini Kenya. Ni mchezo wa table tennis ama tenisi ya mezani kwa lugha ya Kiswahili, na kama unavyoona kwa runinga yako ni magwiji ama washindi, pengine wana umri mdogo lakini wana uweledi hasa ikizingatiwa mambo ya mchezo huu wa tenisi ya mezani. Naye bwana Dennis na pia bwana Chris ambao wanacheza mchezo huu na ni mabingwa katika mashindano ya shule anuai, mashindano ambayo yaliandaliwa mwezi uliopita katika shule zote nchini Kenya, waliweza kunyakua ubingwa wa mchezo huu. Ndio mchezo ambao tunauangazia leo katika mchezo ama katika kipindi cha Zilizala Viwanjani. Karibu ungana nasi hadi tamati mtazamaji. Kwanza kabisa bwana Dennis, kiasi tu ni mchezo ambao pengine ulianza kucheza lini ama ulikuwa na hamu lini ya kucheza mchezo kama huu? Mchezo nilianza kucheza siku ya kwanza wa high school, shule ya upili, katika shule ya upili ya Kanunga High School. Hapo ndo nilianza kuchezea. Naam. Na kufikia sasa unaona umeendelea vipi na mchezo huu? Tumeendelea sana, tunajifunza, tunaendelea pia kucheza kuwa mabingwa. Hapa Kenya bado hatujaenda vile, lakini tunataka kuwa mabingwa. Naam. Kenya na pia barani Afrika na pia ulimwengu mzima. Chris, unajiona ukiwa wapi katika mchezo wa table tennis? Pengine ni talanta ambao uko nayo na wazazi nyumbani wanajua kuwa ni mchezo ambao bila shaka ukiukuza basi uende ukakufikisha mbali. Kwanza kabisa ni mchezo mzuri kwa sababu wakati uko free unakuja tu kucheza. So kulingana venye Kenya iko saizi tumeanza kucheza professional table tennis. So ka kuna ligi ya Kenya which tuna participate in other teams. So tunasema Kenya katika Afrika inainuka katika mchezo. Unazidi kutambulika. Si kama hapo mbele. Ni vijana ambao wanajifunza mchezo huu tangu wakiwa wadogo, na kuzungumzia kuhusiana na mtu ambaye amejifunza kutoka akiwa utotoni mwake. Na video ambayo imechezwa sio ni video ambayo inaonesha vituko ambao wachezaji sasa wakipewa uhuru ufanya uwanjani. Na pia hebu niwajumuishe wachezaji wa tenisi ya mezani ambao wako hapa. Ile video ya Mia Long tutaicheza baadaye tukiwa tunaendelea kutamatisha kipindi cha Zilizala Viwanjani leo, lakini kuweza kumjumuisha Carol ambaye ni bingwa, naweza sema ni bingwa pia, ambao ni mchezaji wa mchezo huu kutoka taasisi ya mawasiliano nchini Kenya, anasoma na pia ni mchezaji mahiri ambao huenda anasema miaka ijayo atakuwa miongoni mwa wachezaji ambao wataipeperusha bendera ya Kenya barani Afrika na pia ulimwengu mzima kwa ujumla. Tumemwona Segun, pengine wa Nigeria, pengine ni wachezaji ambao unawaangalia jinsi wanavyocheza na vimbwanga wanavyofanya uwanjani. Ni mchezaji ambaye amekupa ile hamasisho la kucheza mchezo huu, ama hamasisho litoka wapi kuhusiana na mchezo huu? Ile support yenye supata inakumotivate unacheza. Then ukiona kina Malong ni wanacheza pia unapata hiyo motivation, unataka kufika place wako na pia maybe wapite. Ni mchezo ambao ulianza lini kucheza? Nilianza kucheza nikiwa high school. Lakini ilikuwa tu for fun, but since a year ago nimeanza kutrain for professionally. Mmekuwa mabingwa, umechukua taji la vyuo anuai. Pengine ilikuwaje, mashindano yalikuwaje? Kulikuwa na upinzani mkali ama hakuwa na upinzani ndio maana mkafika mpaka finali na kunyokoa wewe na mwenzako Mariam? Mariam, ilikuwaje mashindano? Mashindano they were hard, but we managed but ilikuwa stiff, the competition was stiff. Mlikuwa mnacheza nyote wawili kwa pamoja, maana kuna mchezo pia wa wawili? Kila mtu alikuwa anacheza kivyake, kila mtu anacheza kando, but tulikuwa kama team. Na umekuwaje tangu mshinde ile finali hivi sasa? Je, mmeenda mkaa chini mkasema acha tunalenga juu zaidi pengine mashindano ya kitaifa ya Kenya na pia bara Afrika, ama mmeketi tu mkaona tushashinda ya shule hivi sasa tumeshafika? Lazima tulenge juu zaidi. Lazima tufike hapo uko kucheza kimataifa, lazima tufike mbali. Tunazimia kufika mbali kabisa, si hapa tu. So tukimaliza games tulienda tukakaa, tukarudi training, ndio tunaangalia mbele, si hizi games hapa zenye tulishinda. Tulishinda ilikuwa stiff, lakini tunataka more competition, tunataka kuinvolve na games mingi. Tunataka pia kukua part of Kenya teams kwa moja. So lazima tu train hard, lazima.
Naam, ni Carol ambaye ni mchezaji ama pia ni bingwa wa mashindano ya shule ama vyuo vikuu shule vyuo anuai hapa nchini Kenya. Na pia bwana Dennis, pengine kuhusiana, nimezungumza na msimamizi wenu bwana Wycliffe Buhere aliponiambia kwa mmeshinda, nikasema lazima niwalete kwenye Zilizala viwanjani kuhusiana na mchezo jinsi unavyoendelea. Pengine usimamizi wa shule umewasaidia mkafika hapo mlipofika? Manake wengine wanasema nina ari ya kufika mahali, lakini pengine pale mahali nilipo mazingira si mazuri, shule pengine wasimamizi hawaniruhusu kufanya mazoezi inavyohitajika, ama pengine usaidizi umekufanya kufika hapo ulipofika? Shule imetusaidia kwa sababu wametusaidia na meza, sponsorship hadi tukafika hiyo. Kacheza mzuri. Hakuna shida na shule. Hakuna shida. Najua umetaja meza ukagusia meza yetu. Jambo ni ndogo, tumejaribu tu tukawatafutia hii meza, manake najua meza za table tennis huwa ni kubwa. Vipimo, unasema pengine vipimo huwa vinahitajika vipi Chris? Vipimo vya meza ya table tennis haswa. At least 70 centimeters high. Ukubwa wake, urefu. Yeah. Naam. 70. Na ikiwa 70 the length inakuwa, I can't remember well but lakini bila shaka lazima iwe na upana. Lazima iwe na upana. Si kama yetu ambao tunatumia pengine kulia vibanzi. Lakini wanasema any table can be a table tennis table. So any table can be a table tennis table regardless tutafuata sheria za kucheza. So net ikiwa 15 centimeters high, you can play from any table. Utrainie hapa, but performance ukienda kuchezea kwa meza ile nzuri ndio itakuwa chini. But unaweza chezea anywhere. Umegusia sheria, jambo la sheria pengine tutalizungumzia baadaye, lakini kuhusiana na, umesema jambo zuri sana kuhusiana na mahali popote unaweza chezea. Maana nakumbuka pia wachezaji wa kandanda wameanza kuchezea tufe ama ile mipira ya makaratasi. Pengine kuna kijana nyumbani anatazama Zilizala hivi sasa na anataka kujiunga na mchezo huu, lakini meza atatoa wapi? Hivyo vifaa ambavyo unaweza tumia, ama mipira anaweza tumia, pengine matunda, kuna wale matunda pia anaweza tumia kuchezea, ama anaweza tumia vitu gani ili aanze kujifunza mchezo kama huu? Kwanza kabisa nikisema kama mimi nikianza kucheza nilikuwa nacheza kwa ukuta. So hauna meza, unaweza cheza unagongesha mpira kwa ukuta na utapata kuanza kujua the right strokes zenye unafaa kufanya ukienda kwa meza. The other thing, meza unaweza tengeneza meza yoyote. Unaweza, as long as mpira uta bounce, unaweza tumia. Cardboard nini weka, measurements don't matter. So ukijua kufanya kucheza hiyo kidogo kwa nyumba, ndio sasa utatafuta mahali unaweza advance kidogo, na ukienda kwa advance at least utakuwa unajua vitu zaidi kuliko mwenye anaanza direct hapo. Na mwelekezi wangu Xavier kuhusiana na Mia Long, ambaye bila shaka wachezaji walio hapa japo wana umri mdogo ni kielelezo kikubwa sana kwao. Sijui kama umepata video ya Mia Long, tuangalie safari yake na baadhi ama miongoni ya vimbwanga ambao ameweza kuvifanya akiwa uwanjani. Mwangalia japo macho pengine kidogo ni tofauti na watu wengine, lakini ana uwezo wa kuona mpira mdogo wa mchezo wa tenisi ya mezani na ni mchezaji mahiri katika mchezo huu. Na nipo na vijana chipukizi ambao wanafuata mienendo ya Mia Long na huenda wakati mmoja pia wakafika lengo lao la kuwa miongoni mwa wachezaji mahiri. Nimewazungumzia, ninaye Mariam, pia ninaye bwana Dennis, Chris, na pia yuko Carol, wachezaji ambao ni mabingwa katika mashindano ya shule anuai ambayo alikamilika hivi majuzi. Mariam, wewe ndo haujatuambia pengine mchezo ulianza kucheza lini, mchezo wa tenisi ya mezani, na kitu gani ambacho kilikushawishi ukaanza kucheza mchezo huu? Nilianza kucheza nikiwa high school. In high school I got a very good support from my teachers and my teammates. Wenye hadi saizi bado wanacheza, watu tunakutana nao hizi michezo za universities and stuff. So yeah, and my parents have been supporting me all through. Yeah, ni support and nilianza nikiwa high school. Na unaweza tuambia Chris, pengine katika mchezo mnacheza shule, lakini lipo shirikisho nafahamu la mchezo wa tenisi ya mezani nchini Kenya, mshawahi kujumuika na shirikisho hilo na pengine mkataka kujulikana matakwa yenu? Ndio, apart from playing kuchezea shule, bado tunacheza nje. Kitu ya kwanza tuko kwa league, some of us tunacheza league na iko affiliated na body ya association ya Kenya, Kenya Table Tennis Association, which pia wanatusupport. Na hao ndio wanasaidia meza, mipira ya kutrain, na maybe for example kutakuwa na michezo weekend Aga Khan, so tutaenda kujumuika na wengine kushindana nao. Ndio maana inatuinua zaidi. So apart from the school kutusupport, si wenyewe tunatia bidii zaidi.
ili tuweze kufika penye tunataka kufika. But so far the national body inatusupport na wanatutambua pia. Na hatujafika, pengine hamjafika mahali ambapo mlikuwa mnataka kufika. Tumeona Segun tulimwangalia akiwakilisha Nigeria na bara la Afrika mara 7 katika Olimpiki. Kenya pengine hatukuwa na hata mtu mmoja table tennis ambaye aliwahi kwenda Olimpiki, na hatujasikia Kenya pengine ikiwakilishwa katika kombe la dunia au mashindano makuu. Pengine tatizo liko wapi, Bwana Dennis? Kulikuwa na wachezaji, lakini mara ya kwanza kunafaa kuwa na qualification ya wenye wanaweza pata hiyo nafasi ya kurepresent Africa ama kwa Olympics. Sasa Wakenya wenye walirepresent team walicheza mzuri, lakini competition ilikuwa stiff. Lakini tunajikaza hata sisi wenyewe. Nakakaa 4-5 hivi nafika, tunakuwa huko kama Nigeria na wengine wote. Mbali na shule, pengine uko pale shule, hauko pale sababu ya table tennis, uko pale sababu pengine kufuata career yako, unasomea kuwa pengine mwanahabari, na vipo pengine vyo vingine ambavyo vinafunza michezo kama hii, pengine viwanja, maana tunajua kandanda tunaenda Nyayo, na pia kuna volleyball pale kuna michezo mengine mengi ambayo inachezwa pale, kuna basketball. Viwanja gani ambavyo watu pengine wanaweza kwenda kujifunza hapa nchini Kenya mchezo wa table tennis? Kuna City Stadium, kuna timu ya City Stadium iko huko, kuna coaches, kuna players, kila mtu ako willing kukusaidia. So kama kuna mtu uko nje ako willing kuanza hii game, anaenda tu hadi City Stadium. It's open kutoka Monday to Saturday from around 10 to 5. So iko open for anyone. Watu wako welcomed, kuna coaches, anyone can play. Naam. Nitakupatia Carol na Mariam, pengine mwe mwacheza, alafu Chris utanisaidia kuhusiana na sheria. Kama amekosea sheria utaniambia, utanieleza mchezo huu unachezwa vipi na sheria zake haswa ni zipi, ukiwa unaeleza jinsi wanavyocheza. Haswa unaweza kuwa una sheria ngapi? Maana tunajua kandanda na sheria kadhaa, mchezo pengine wa tenisi la kawaida kuna sheria. Sheria zake ni zipi na ni ngapi? Table tennis ina sheria nyingi. Naam. Ambazo zina shirika la Table Tennis, International Table Tennis Federation, ambao wanaweka sheria za huu mchezo. So huu mchezo ni kama football, lazima uwe na mavazi ya kucheza. The same way football naingia na short, pia ni venye sisi hapa hatufai kuwa hivi. Tushavunja sheria. Tushavunja sheria kwanza. Juu lazima uwe na short t-shirt. Na rangi ya t-shirt haifai kufanana na rangi ya mpira. Kama mpira ni wa rangi nyeupe, ufai kuwa na t-shirt nyeupe kama ya Karo hapa. So pia racket, hiyo ni sheria ya pili amevunja. Hiyo ni sheria. Pia racket yafai iwe black red. Haifai kuwa red ama black. So na zote ziko approved na ITTF. Na kabla hujaendelea, maana yake aswa kwa nini nyekundu na nyeusi? Kwa nini si rangi nyingine, na kwa nini zikageuzwa rangi mbili? Ikageuzwa kwa rangi nyingine kwa sababu huu mpira unacheza na spin. Ukiendelea kucheza professional, kuna spin kwa huu mpira. Na kuna bat kama hii, sijui kama utaweza kuona. Hii ni raba nyeusi, but hazifanani texture yake. Moja ina mikwaruzo, nyingine kuna ina mikwaruzo. So iko na effect kwa huu mpira. Kwa hivyo usipotofautisha mtu awe na red na iwe hivi, itakanganya mwenye mnacheza na yeye. Na lazima awe anajua ukigonga hivi umetumia gani. So kitu ya pili kuwa red na black, kuna mtu anaweza kuwa aoni vizuri. So kama aoni upande huu, at least upande ule mwingine pia anaweza uone. Naam, tunazungumzia sheria mtazamaji, na katika mchezo wote wako watu ambao huwa ni vichwa vigumu, hawataki kufuata sheria, ndipo huwa kuna kadi zinatoka. Sijui kama mchezo huu kuna kadi za njano na kadi nyekundu. Kitu cha kwanza, watu kama wale wanacheza, hii mchezo ni unakuwa una have fun pia. Wakati unacheza professional, ndio utatia sheria zote. Pia sheria ubendiwa kulingana na mahali pia unacheza. Kitu cha kwanza tunachezea hii meza hapa, but sio standard. So unaweza have fun. We are having fun right now, which is very okay. So mpira, huu game ni wa ku have fun na pia kuendeleza watu. You can play anyway. Hata kuna mchezaji international anaitwa Zhang Jike. Amecheza kwa, ameweka raba kwa kiatu chake na anarudisha mpira kwa miguu. So naweza sema sheria
ikifika wakati unacheza tournament na nini, so kuna vile vikwazo zinawekwa. Na bila shaka mtazamaji, ni wachezaji chipukizi wa mchezo wa tenisi ya mezani ambao wanatueleza mambo mengi kuhusiana na mchezo huu. Na mwisho kabisa, kumalizia, pengine unaambia kama shirikisho la mchezo huu, una habari gani ambao unaweza kuwaambia shirikisho la mchezo huu, pengine wasivunjike moyo, maana kuna wengine pia hutumia mapeni, waenda kwa serikali, tunataka fedha tutume pengine kikosi chetu Korea kwa mchezo huu, lakini matokeo haonekani. Unaweza waambia nini? Naweza sema kwanza kwa shirikisho linafanya kazi zaidi, so naweza pelekea lawama kwa serikali. Juu pia lazima isupport shirikisho ili iweze kutusaidia. Juu ikiwa shirikisho inasema pesa hazitoshi kufanya kazi, so serikali yafaa ingilie kati, juu kuna wachezaji wengi wazuri but ile opportunity ya kucheza imekosekana. For example, kama venues za kucheza, kuna hiyo City Stadium iko training venue. Another place unaweza chezea ni kama St. Teresa Sicily, but timing ya kucheza inakuwa shida. So ni places chache, unlike kwa football utapata viwanja nyingi. So naweza sema serikali ingie kama sports, kuwe na at least kila constituency Nairobi social hall, kuwe na meza na game yetu itaendelea. Next Olympics tutaweza kuwa huko. Tofauti na kandanda, unajua kama Afrika kandanda hatuhitaji uwanja, bora mahali hapajajengwa tu. Watu wanapata mpira wanacheza, lakini mchezo wa table tennis lazima kuwe na vifaa vinavyohitajika. Mtazamaji, kufikia hapo tunabudi ila kukunja jamvi la Zilizala viwanjani siku ya leo. Asante sana kwa wale wote waliofanikisha makala leo, kuanzia kwa waelekezi wangu, washughulikia sauti, wapiga picha na pia wageni ambao walikuja kwenye studio. Nasema asante sana, tukutane tena siku nyingine sana wakati kama huu. Asante sana.